Karibu kwenye chaneli hii uweze kujifunza kuhusu namna ya kuunganisha taarifa zilizopo kwenye seli zaidi ya moja, mfano majina. Yapo kwenye seli zaidi ya moja, lakini unatakiwa kuunganisha katika seli moja. Sasa unaweza kufanya kazi hii kwa kutumia simu yako ya mkononi kupitia WPS Office. Utabonyeza sehemu iliyoandikwa create, kisha utabonyeza new spreadsheet. Utabonyeza alama ya kujumlisha. Baada ya hapo ikishafunguka, maana yake hapa tunaenda kuingiza orodha ya majina. Na orodha hii tutakapoenda kuingiza ya majina, baadaye tutaingiza kanuni sasa ya kuunganisha katika seli moja. Mfano hapa rangi hii iliyopo hapa ni tunasema seli hii inaitwa seli ya A1. A1. Twende tukaandike orodha ya majina ili tuweze kuona namna ya kuunganisha. Majina hayo katika seli moja. Mfano hapa nitaandika hapo jina la kwanza. Hapa nitaandika jina la pili. Hapa jina la tatu. Hapa nitaingiza taarifa za majina. Utaingiza majina. Jina la pili. Nitaendelea kuingiza majina. Kazi hii utaingiza majina kadri yalivyo, au labda umedownload sehemu. Kwa hiyo sasa umekuta hapo katika seli zaidi ya moja, unaweza ukaunganisha yakawa katika seli moja kutegemeana na matumizi yako. Kwa nitaendelea kuingiza majina. Huu ni mfano tu wa majina naingiza katika programu hii ili tuweze kufanya kazi hii ya kuunganisha majina hayo kuwa katika seli moja. Kwa hiyo zoezi hili utalifanya kama una orodha tayari, wewe utaenda hatua inayofuata ambayo nitaelekeza hivi punde. Vile vile usisahau kuendelea kusubscribe na kufollow channel hii kwa ajili ya video nyingi zaidi, ili uweze kuendelea kupata maarifa kuhusu matumizi ya programu hii ya Excel, au tunaita program jedwali, kwa kutumia simu yako. Naendelea na zoezi la kuingiza majina. Tuende tukaingize tena jina lingine moja, alafu tuende tukaingize hiyo kanuni.
Hapa nitaenda kuweka borders ili kupendezesha kazi yangu. Hatua ya kwanza, ili niweze kuweka borders, nita highlight, nitabonyeza hapa kwenye jina, nitavuta namna hii. Maanake naweka kivuli sehemu ambapo nataka borders zitokee. Nitabonyeza upande wa kushoto wa simu yako ambapo kuna vidoti vinne ambao ndio sehemu hii tunaita tools. Ukishabonyeza sehemu ya home, utapandisha namna hii mpaka upate sehemu iliyoandikwa borders. Hapa palipoandikwa border, kuna kibox cha katikati hapa kimezungushiwa mistari pande zote. Maana yake ukibonyeza hapo na kwenye hii sehemu uliotia kivuli, maana yake mistari itatokea pande zote kama hivi. Tayari hapo nishaweka borders. Sasa nakuja kwenye hii seli iliyoandikwa D. Nataka niunganishe majina haya yaliyoko katika seli zaidi ya moja kuwa katika seli moja. Hapa tutaandika kanuni. Kanuni yenyewe katika program jedwali, kanuni yote inaanza na alama ya sawa sawa. Tutaandika neno concatenate. 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 Hilo hapo concatenate. Baada ya kuandika neno hilo, tunaenda kuandika sasa jina la kwanza lipo kwenye seli inaitwa A3. Kwa tutaandika A3. Utaweka alama ya koma. Utafungua semi. Utaacha nafasi, lengo ni kutenganisha jina moja na lingine kuwe na nafasi. Utafunga semi. Utaweka alama ya koma. Utachagua jina la pili ambalo lipo kwenye seli inaitwa B3. B3. Utaweka koma. Utaweka fungua semi. Utaacha nafasi. Utafunga semi. Utaweka koma. Alafu utachagua jina la mwisho lipo kwenye seli inaitwa C3. Kwa utaandika C3. Baada ya hapo utabonyeza tab. Uweke majina yako hapa. Hapa nitasogeza tu kwa njia ya kienyeji. Maanake majina haya tayari ukiangalia hapa, tayari majina yako yote yametokea hapo. Peter, Halid, also. Majina yote yametokea sehemu hii kwenye seli moja ya D. Kutoka kwenye hizi seli hizi hapa, majina haya yamekuja kuingia kwenye seli moja. Sasa nikitaka na majina mengine yote yasogee hapo, nitachagua lile jina nililoliandika katika kanuni hapa. Nitabonyeza tena. Nitatafuta sehemu iliyoandikwa fill. Hiyo hapo nitabonyeza fill. Nitashikilia hapa, nitavuta mpaka mwisho wa majina nilionayo yote yatakuwa yamejipanga kwenye seli moja. Tukiangalia hapo majina yote yamejipanga vizuri katika seli moja. Sasa kuna kitu hapa mtu anaweza kujiuliza. Mfano, nimefuta jina moja, mfano hapa nikafuta hili jina limeandikwa labda Juma. Huku silitafutika. Ni kweli ukifuta namna hiyo huku na lenyewe litafutika. Kwa hiyo sasa ili lisifutike, maana yake tunachokifanya hapa, inatakiwa kwenda kuondoa hizi kanuni zilizopo kwenye majina haya tuliyounganisha. Kwanza utahighlight majina hayo. Utahighlight majina hayo. Ninaposema kuhighlight, maana yake ni kuweka kivuli. Kishaweka kivuli hapa, nitaenda kucopy. Nitabonyeza hapa copy. Baada ya kubonyeza copy, lengo la kufanya hivi ili hata ikitokea jina au kazi yako umeituma sehemu, kanuni zisionekane. Baada ya kucopy, maana yake nakuja nabonyeza hapa hapa kwenye jina hili nilipoliandika. Nitabonyeza mara ya pili. Nitapaste.
Lakini kwenye kupesti hapa kwa kutumia simu yako usibonyeze paste hii inayoonekana hapa. Hii usibonyeze hiyo. Shuka chini, nenda kabonyeze more. Ukishabonyeza more, kuna hili neno limeandikwa paste special. Paste special. Kwa utabonyeza paste special. Baada ya kubonyeza paste special, hapa dot ipo kwenye all. Sasa sisi tunataka zile kanuni zitoke. Na ikitokea mtu amefanya mabadiliko upande ule wa yale majina, isilete athari kwenye majina tuliotengeneza akaingia kwenye seli moja. Kwa hapa utabonyeza values. Baada ya kubonyeza values, utabonyeza paste. Ukishabonyeza paste, maana yake tayari taarifa zako zitakuwa hazina kanuni tena. Kwa hapo tayari. Mfano, nikaja kwenye jina la Juma. Hapa nikafuta, huku halitafutika kwa sababu tayari tushaondoa ile kanuni. Kwa baada ya hapo unaweza ukaandika hapo juu majina kamili. Majina kamili. Kwa kama hizi column hizi hutaki tena kuzitumia, maana yake unaweza ukazifuta majina haya yakarudi mwanzoni. Highlight sehemu yote, utabonyeza sehemu ya tools, highlight kuanzia kwenye A, B na C kwenye column hizo, sehemu yote. Alafu utakuja sehemu imeandikwa home, utashuka chini kuna sehemu imeandikwa delete cells, utabonyeza. Baada hapo tunafuta column. Kwa utabonyeza column ili kuweza kuondoa hizo column hapo. Kwa tayari hapa umeshapata orodha ya majina yako. Unaweza ukayatumia majina yako vizuri kabisa kwa ajili ya shughuli zako. Basi hayo ndio nilikuwa naelekeza kwa leo. Usiache kusubscribe channel hii. Usiache kufollow, kushare kwa ndugu, jamaa na marafiki ili uweze kupata maarifa zaidi kuhusu mifumo. Na leo tumeanza na hii program jedwali, yani Excel. Kupitia simu yako unaweza ukafanya mambo makubwa na ukarahisisha kazi katika shughuli zako za kila siku. Asante sana, endelea kusubscribe, kufollow channel hii kwa ajili ya kupata video nyingi zaidi za kuelimisha. Kama una swali, una maoni, una ushauri, comment chini hapo ili tuweze kufanyia kazi. Asante.